Ladies and gentlemen, lakini utu ulienda wapi? Kwa nini watu wengine wanateswa namna hii? Miongoni mwa watu ambao wanateswa sana na serikali ya nchi ya Tanzania ni huyu Kizza Besigye. Kizza Besigye ni mgonjwa, amekuwa akitetea maslahi ya wanyonge huko Tanzania, kisha baadaye akakamatwa. Kumbuka ya kwamba alikamatwa akiwa amejaribu kutoroka, akapatikana Kenya, akakamatwa, akarudishwa Uganda. Kwa sasa ako gerezani. Kuna kipindi ambacho alipelekwa mahakamani, akiwa mgonjwa, akadondoka na akaanguka chini kwa sababu alikuwa ameishiwa nguvu. Unajua namna ambavyo ukiwa gerezani na wewe ni mtu ambaye ulikuwa maarufu, namna ambavyo unateswa. Kuna chakula cha kutosha, miongoni mwa vitu vingine ambavyo vinafanya maisha ya wafungwa kuwa magumu sana. Huyu ni jamaa ambaye alikuwa anatetea maslahi ya wanyonge. Alikuwa anaongea kuhusu namna ya kusaidia wanyonge, namna ya kulinda wanyonge bila kuwadhulumu. Ikasemekana ya kwamba anapinga mwelekeo wa uongozi. Akakamatwa na rais wa Uganda, akatiwa gerezani. Kwa sasa ni mgonjwa. Kuna kipindi ambacho amepelekwa mahakamani, kipindi ambacho anaongea akadondoka chini kwa sababu ya kuishiwa na nguvu, ni ya hali kutokana na hali ambayo ni ngumu kwake. Kumbuka ya kwamba kuna miongoni mwa watu ambao wanateswa na serikali. Usimsahau Tundu Lissu, yule wa Tanzania, pia amepitia magumu kama haya. Nimekuja kugundua kwamba watetezi wa wanyonge wakati mwingine wanafanya kazi nzuri, lakini mwishowe wanajipata katika hali ngumu. Wenye nguvu wanachukua sheria mikononi mwao, wanatumia mamlaka yao ili kuhangaisha wengine. Ila sasa kitu ambacho nafahamu ni kwamba hakuna marefu yasiyokuwa na mwisho. Hata kuwa nguvu namna gani, siku itafika utadidimia.